Habari zenu? Wacheni hata mtenda. Ndio nisikie yote kabla sijaanza. Mko salama? Mimi ndio msee wenu. Nashukuru tumekuwa na hii meeting ya seniors and kama MC waziwani I think nawajibika kuwa explain what is going on, what is the state of the development am I correct? Nilichaguliwa 2013 kama MCS. Ni kweli ndio county ilikuwa inatoka kwa LCC kuja kwa Nairobi County, na tukakuwa na miradi mingi, tunataka kujua ni nini inaendelea and boom, tukakuwa na mambo ya urban renewal. Urban renewal ni continuous process ya kitu kimeanza na vile senior wetu wamesema Joa Kenya. Na mnavyojua serikali inaweka data. Kuna watu wanaweka minutes na ajenda ya serikali wanaitransfer to the next government. So mimi nilipochaguliwa Joa Kenya nilikuja kaniapproach na kaniambia wewe ndio msiwaziwani. Na as it is going kulikuwa na project ya kujenga manyumba. So far I have a developer na ningependa nimpeleke kwa governor akuwekaje tujenge nyumba. By then akatuletea mtu kwa Dauda. Nileta Dauda, we had a meeting. Tulikuwa na meeting na Joa Kenya tukarealize kwamba Ziwani hakuna, there's no official body to represent the people. And by then tulikuwa involved at Alphonse, Chairman Maina, Mama Sharon, the seniors that came to help. Nakumbuka hata kuna siku tulikuwa na meeting kwa nyumba ya Alphonse. Kuongea watu kwa welfare nyingine, tutafikana hapana, tuko na welfare already. Tukuweni welfare, I think ni 1972, I'm not wrong. Tukaenda tukapokua welfare, wakalipa deni ile wanafaa kulipa kwa serikali. Kuna pesa ilikuwa inalipwa, residents wakachanga, na Ziwani welfare ikafunguliwa. It was then ndio watu walifanya election. Na chairman akachaguliwa, Bob, Chairman Maina, everybody was on board. And then tukachagua zonal representatives. That is where we started engaging Nairobi, Kanjo ya Kidero. Hata mnakumbuka kuna siku walisema wanabomu wa City Hall. It is the same committee that created the City Hall to negotiate extension to the law. And by then tukaambiwa kuna mambo ya manyumba zinajengwa and we want to be part of it. In the same committee tukanegotiate, tukasema hatutaki kuwa phase 1. Wacha tuone phase 1 vile itakuwa, sisi tuko tayari kuwa phase 2. It was then that we were put in phase 2. Reason ya tulisema tukue phase 2 kwa sababu tunataka kuona hizo nyumba zitajengwa zinakaaje, watu watakompensatiwaje, unanielewa? Na ile kushuku vile mnakumbuka serikali, watu wakasema wacha kwanza tuwatest na phase 1. Phase 1 ikakuja, Kidero wakapeana tenda, ikapewa na Pangani, Jivanji, Woodley na Jamhuri. At the end of the day, tukikokota tukaenda election. Ni kweli, Kidero wakaanguka. Phase 2 tukibomolewa wende akago. Because the thing is, we can get one contractor who can afford to say, I can compensate the whole 550 units. Ni kweli. Tukasema hapana, for security reasons, tujengeni in phases. Wakachukua map, wakaangalia. Kuna architecture, kuna land surveyors. Na wakasema the only place we can start with for now is KBS Kenya Breweries. Reason, they only have 16 tenants Waziwani area ya Kinapere. By then, KBS na Kenya Breweries walikuwa hawalipi nyumba. So they were not tenants to Kanjo, only strangers. Tukaenda Kanjo tukasema sasa hiyo area ya Kinapere wako ready kulipa deni. Ni kweli. Wakasema sisi tuko ready kulipa deni tuwekewe makadi. That is when watu wakaniapproach watu hiyo wakasema mheshimiwa hatuna do, tufanyaje? Tukapiga hiyo mkuru. Unaona hiyo mkuru najielewa na hizo nyumba za mabati. Tukasema sawa, juu mnatafuta pesa ya kulipa deni, jengeni hizo nyumba za mabati tu population. Tukajenga nyumba za mabati hapo inaitwa mkuru kwa Mboina because everybody thinks hizo nyumba ni zangu. Si zangu. Hizo nyumba zilikuwa za watu wa hiyo area. Walijitetea watengeneze ndio waweze kurent, waweze kulipa deni ndio wapewe kadi. So far so good, hiyo area kina Kinoo wote wamelipa kadi na wakaekwa kwa system. Area ilibaki ni ile area kina Andrew. Hawajawahi lipa because kulikuwa na kesi kotini. So for 10 years they've never paid rent because kuna mtu alikuwa anataka kukula hiyo estate. Pale kesi kaenda, Kanjo ikashinda, wakarudishwa kwa Kanjo.
So we were in the process of negotiating na Kanjo wawekwe kwa system. Unanielewa? Kwa sababu hawana kadi. Ikakuwa pana hatutawaweka kwa system, but so far we are going on with a renewal on that side. Tukasema sawa. Nikisema tukasema is me and the committee. Unanielewa? Tukasema sawa. What do we need? Mambo ya nyumba imefika. We've been calling meetings. Zonal reps wanabriefiwa, enda ubrief zone yako. Unanielewa? Tukasema sasa juu tumefikiwa NMS, before tupate flat foot, we've been having small meetings of way forward, wakitukuta itakuwaje. Tumeenda site visit ya Pangani na Jivanji. What is their payment term? Tukapata hao payment term yao is not what you call urban renewal. Juu kiambo weke 350,000 shillings as deposit ya 3.5 nyumba, na kwa mwezi after every 2 months you pay 250 then unaendelea kulipa 40,000 monthly mpaka umalipe kulipa pesa yako. Tukasema this is not low cost. Pia wafanyika residents wa hiyo area wakasema inatufinyili. It is only possible kwa mtu 40,000 ni mtu anaishi Runda. Unanielewa? Tukaenda kuona formula ya Jivanji tukapata it's the same. So while we were negotiating, we approached Mario, director wa housing, tukamwambia this is not what we want. If we are tukisikiza tu malilio yenu WhatsApp, Facebook, wengine wanakupigia simu, tukasema we need to come up with a formula. Tukasikiza maoni zenu, tukawaita meeting, tutakuwa mnataka kuandika MOU, tukapea Bob Matolo. Nikaambia Bob, enda kwa hao wazee, andikeni MOU, mulete as the MCA and the patron of the One Welfare. We present it to the NMS. Tunataka MOU itafavor kila mtu. You guys had several meetings, yeah, unanielewa? I knew that. Na nisema sitaingia, niliacha mkuje na idea zenu. Nikaongea na Bob, mkabrush, mkaleta minutes, tuka-edit minutes. Na hiyo MOU tukapeleka kwa NMS, which walisoma wakaona hisi kitu mbaya, your demands are genuine. Tukaenda tuka-complain kwa badi, tukaambia hizo nyumba zinajengwa Pangani, it's a slum of flats. Unanielewa? Hamwezi tutoa kwa nyumba zetu mzuri mtupeleke kwa hizo nyumba. Hatutaki hizo nyumba. So study case ya nyumba ile ilikuwa ikue ni ya Alphonse. Na tulikuwa tumesema whether it's the president or general body, we were going to pop him kwa hiyo nyumba. Kama ni hizo measurements watatupatia za Pangani za 1 bedroom, 3 bedroom na 2 bedroom. Waone nyumba mali wanatutoa na mali wanatupeleka, because ukiangalia nyumba za Pangani na Jivanji si hivyo sana. Unanielewa? Kuna mtu ukiingia nyumba ya Sosi ni better kushinda hiyo. So we say usitutoe hapo utupeleke kwa mateso ama nyumba kidogo. So that was part of the negotiations. And these were the negotiations. We wrote them down. Negotiation ya kwanza ilikuwa sisi as Ziwani units, we had 650 units. Tukasema sisi tunataka kuwa 3 bedroom. All of us. Tuna negotiate kila mtu apewe 3 bedroom. Because this is a private partnership. Serikali inatoa shamba, investor analeta pesa. Investor lazima kuna zile nyumba atauza arudishe pesa yake. So sisi tukasema hatutaki 1 bedroom. Tumetoka kwa 1 bedroom. Na juu tunajua tukiitisha an extra house hautatupea. Please give us a 3 bedroom. That was one of the recommendations. All the 650 units zikuwe 3 bedroom and we pay. Au ukilemewa utaniita kando usemenye muwe shini siwezani na 3 bedroom, wacha tu nichukue 1 bedroom. So we locked everybody to be given a bedroom. Payment plan tukasema we cannot afford a 10% deposit. Whether ni nyumba ya 2.5 ama ni 3.5. So ikakuwa tutakuja na ile njia ya tutakuwa tunalipa kama ni 6,000 ama 7,000 monthly mpaka ile siku hiyo nyumba itajengwa. Hiyo ni one of the things. Unanielewa? Tukasema sawa. There are 3 categories of houses zitajengwa na huyu investor. Kategori moja ndiyo yenyu 650 kurudishiwe. Ni kweli? Kategori ya pili ni hii ya contractor auzie public. Tukanegotiate tukasema hata sisi ni public. Unanielewa? Niko na dadangu Shishi West anaweza afford kununua nyumba na terms za contractor. Tukue the first priority. Kategori ya tatu ikakuwa ni county, zile uchukuliwa zinarudishiwa Kanjo, zile wafanyikazi wa Kanjo. Tukasema tuko Ziwani tuko na wafanyikazi wa Kanjo. Pia hao wako wa kwanza kutoa hiyo category. So the difference between payment plan yetu na Pangani na Jivanji is that ours we have been given a 15-year payment plan. Unanielewa? Ulipe kidogo kidogo mpaka siku ile
maliza. Umenielewa? Reality ni kwamba I work for the government. Na mimi ni resident wa Ziwani. I'm torn in between kuambia ukweli na kuwadanganya. The regime change. Unanielewa? And nobody, some people don't care about history yenu. Yako hapo wafanye kazi yaende. Si ni kweli? So the reality of the matter is the government wants to develop Ziwani. Si ni kweli? Whether we like it, they want to develop Ziwani. The question should be, how secure are we? What is our safety in terms of getting the units? Our safety was, we get letter of award depending na ile area inagongwa. Kama ni Sugar Hill inagongwa, watu wote wa Sugar Hill wapewe letter of award. Unanielewa? Secondly, tukasema we will engage, we will leave a lawyer ikifikia hiyo stage ya kusign letter of award. Lawyer apitie hiyo letter of award na apitie kila kitu aone inakufavor ama inakufunga. Tuko hapo. Si kweli? Tuko hapo kwa letter of award. Tukasema watu wa Ziwani wengine, nikienda hiyo area ya kina Mama Davis, si serikali inachagua ni area gani itaanza. Tayari shachagua phase 1 kwa kina Davis, hiyo kwa kina Kere. Phase 2 wakasema watatafuta area nyingine waongezee. Nyinyi tu ndio mnapiga simu kwa serikali, mko na network, mnapiga mnasema hapana, tafuta space nyingine iko na extension, Tubomo extension tujengewe. Tukaambia hivyo NMS. NMS wakasema we will send our engineers on the ground to come and see what Ziwani looks like. Tuongeze area nyingine. Wakakuja na Chairman Bob na Marion na architects. What you don't know is the government has been sending people without even your knowledge kuangalia mambo ya sewage, mambo ya stima, a lot of visibility study ilikuwa ikiendelea. Wakatembea na chairman, wakaangalia, wakaona wenyewe kuna area nyingine we can add, but everything is subject to discussion. Si ni kweli? Tuko na committee na committee imekuwa ikitembea na watu. What I'm finding difficult here is, na watu wangu na mandugu zangu, ni kwamba hatutaki kuamini nini mradi imefika. Imefika ni kweli na lazima tuambie ni kweli. Utaamka useme mimi ni maskini siwezi afford. Let me jibu vile serikali itakwambia. Kaa kando, mwingine atanunua. Because hizi nyumba zinajengwa 4,600 units. You don't buy, someone else will buy. Because serikali has already catered for your 1 unit. Wamekupea 3 bedroom. The rest is an open market. Hata mtu wa Kajiado, Kangundo atanunua. Hata huo mteja umekombolesha kwa extension, anaweza nunua hiyo nyumba. Unanielewa? Kulingana na ile payment plan ataweza. Kama gendo unasema nini? Serikali ishakupatia nyumba moja? Yes, imefanya hivi. Fiber imekupea hizo nyumba zenu. Tenants imewakurudishia nyumba yako kama Alex. Wewe ni house number 36 ndio hii 3 bedroom. Si ni kweli? Hizo zingine is open to public. Anybody can buy. That's why we come up tumeingia kwa hizo category tatu tukasema every category. Category ya Ziwani tuko, category ya investor tuko, category ya Kanjo first priority, so that we lock kila category. Si ni kweli? Shisha anaweza toa 10% akiweka kwa category ya investor. Ni kweli? Excuse me. Ni example na peana, wacha nimalize tu hapa. Shisha anaweza peana. Naweza sema wewe unaweza peana 10%. Si ni kweli? Lakini Faiza yani 10%. So Faiza tunamweka kwa ile category, wewe ujiwezi na 10% kaa hapa. Ule anajiweza na 10% akae hapa. Si ni kweli? Kama ni Kanyundo anafanya Kanjo, kuna nyumba za Kanjo zinapelekwa Kanjo. Tu kama sasa inaweza waambia Pangani wameleta nyumba 250 kwa Kanjo. Zipewe wafanyakazi wa Kanjo. Hapo ndio tunasema Kanyundo anafanya Kanjo na ni Waziwani, wacha kwa first priority. So we've tried to lock those, and we've said we want a legal document ile itatuguide. Hapo ndio tulifikia. Unanielewa? Genuinely we've negotiated, hakuna kitu tunawaficha, we work. The issue is that kuna watu hawakujagi meeting. There are people I can tell you, kuna seniors nimeona leo. Unanielewa? Mwisho kabisa naona kwa TV na mtandao mara moja. Huu nitamuona nikienda labda mahali kupiga kinywaji. Si ni kweli? So at the end of the day when people no, let me say this. This is anko, wacha niongee anko. Kule tuko na yeye hapa, unanielewa? So you see, unapata watu wanauliza tuma minutes. Some people it's just lack of information. Where I believe if we fail, we own it up for not kupeana information vizuri. We will own it up
as the MCA, as the committee, as the zonal rep. But as far as we are here, we've given our time, we've given an energy for the safety of us. Na ndio mimi nilisema hii committee mnaona hapa, none is my psychopath. Nitakwambia Ngigia niletwa kwa nini? Hiyo sasa hiyo wacha tuende kwa agenda hiyo baadaye. Let me finish uncle. Let me finish. I just need I need you to see the honesty. If this is an housing issue, they brought people for the honesty purposes, and I decided sitafanya kazi na mtu anajipraise 24/7. Let me work with someone who can tell me it's a no and it's a no, and that is why tulikuwa na hiyo committee. By then walikuwa wazuri kweli. Sasa kuna mali mmekosana. Unanielewa? It happens. Unanisikiza? But so far I beg, let's appreciate what the committee has done. Na nakumbuka the last meeting we called for social work. Issue ilikuwa ni tutoe watu fulani kwa committee. And I said, we will not remove anybody. Unanielewa? Because hapo the suspicion itafanya. Instead, we will add someone to complement representative wao ule hajiwezi. Kama kwa kina Kanyundo tunaona Kanyundo analalisha, hatutatoa Kanyundo. Ndio kesho asitoke aseme hiyo committee iko na ukora. Tutachukua Jose akuje asaidie Kanyundo kwa kazi wapatane. That is what I say. Meli imeshangwa wananga. The issue is meli liko inaenda. Iko na dereva na passengers, we are all passengers. Tuko na differences zetu. Meli imetoka shimo. Unanielewa? Tuna need tu kuziba hiyo ufa. Everybody has done their part. Those who don't understand wabrifiwe. That's why we have zonal representatives na documents ziko, na nasema ndio juzi nilisema mtu yote anataka documents, come to my office. Hakuna kitu tunaficha. Unanielewa? Because hata tukianza hiyo welfare, people coughed their money, wakachanga, wakalipa, ikafufuliwa, na ndio imefika hapa. So there is nothing anybody is hiding at all. That is the negotiations, and this is a different regime. Tutaamka tusemee nataka nyumba ya free. It will never happen. This is a business between a government and a private investor. Private investor lazima auze nyumba zake ndio arudishe. So wacheni tupiganie nyumba zetu zile sisi tunafaa. What belongs to us tupiganie. The government has not refused to give you what belongs to you. Unanielewa? Na ukipata kwa siku zote kumekuwa na meetings za public participation. Naweza kuambia Difa huyu anakujaga, I can count only 15 to 20 people that the government, let me just think, only 15 to 20 people come to those meetings. Unanielewa? And hata kama ni watu 10 inahesabiwa kwa serikali ni kora. You understand? So hapo kuna misinformation and misunderstanding. I will personally deliver all your minutes na constitution, because most of the things zilikuwa zimewekwa na Chairman Maina. He was the engine of all this. I will get everything and give it to you. As the patron of hii mambo ya manyumba, nitasema hivi. Nataka kuongea the next agenda. Okay. Hapo ndo tumefika na mambo ya manyumba, and the government and Badi himself is ready to listen. They are listening to us. All the 10 estates wana copy kila kitu Ziwani inafanya. Mumeandika, mumefanya. They copy paste hata MOU yetu ndio ina trend kwa hizo estates zote kumi. Unanielewa? So far, let's appreciate what people have done. Mali kuna kasoro na furahi na kosoa. Unanielewa? But for our own safety, let's lock all the categories and let's be ready mentally, financially. Hakuna mtu hapa kututumia zetu hivyo tu ndio nitawaambia. Kuna maswali utaniuliza nijibu ndio nikae.